Karibu sana katika chaneli yangu Vini Pro Media, na niwashukuru sana wale ambao mnaendelea kuzidi kutufuatilia katika mafunzo haya ya graphics design. Yaani wakati mwingine tena tumekutana kwa ajili ya kuweza kupeana small ujuzi 1 2 3 hivi. Ya kwa sababu kuna watu wana comment na naona sasa hivi watu wengi sana wanajifunza. Kwa ni jukumu langu pia kuweza kuwasaidia, kwa sababu ni kitu ambacho nimeamua kukifanya kwa ajili pia kuweza kushare na watu wengine wakaweza kuelewa, na pia kuweza kujiajiri wao kama vijana sasa hivi wanao struggle na ajira. So unaweza kujifunza ujuzi wa graphics designing na ukapata hela ukaendesha maisha yako vizuri kabisa. Leo na kitu amazing sana ambacho nataka tukajifunze kwa pamoja. Kwa hiyo kama unatumia simu hapo, ongeza sauti, weka quality HD kabisa, kama laptop yako vivyo hivyo. Au kama hata ni tablet safi tu, unageuza simu kabisa ikusudi uweze kuona full screen. Katika video hii nimekuandalia mafunzo ya kuweza kutengeneza ID card au identity card wazungu wanasema. Kwa Kiswahili ni kitambulisho. Kwa lugha nyepesi kabisa. Kama unavyoweza kuona hapo kwenye screen yako display kitambulisho. Kama unavyoweza kuona hicho kitambulisho kimetengenezwa kwa kutumia Photoshop. Kwa step chache kabisa unaweza kuona hapo kuna color kama 2 tu ambazo zimetumika. So nitakwenda kukuonyesha jinsi gani ambavyo nimefanya hatua kwa hatua, na nadhani na imani kabisa kwamba utanielewa na utakuwa vizuri hata kuweza kutengeneza kitu kama hicho au tofauti na hicho, kwa sababu ukiwa na idea tayari, vipimo, ukiwa na idea tu unaweza kufanya hivyo. Kwa vitambulisho hivi viko vya aina nyingi. Kuna vitambulisho vya makanisa, vitambulisho vya makazini, makampuni makubwa. Kwa mfano mtu anavaa shingoni kama hivyo, kwa anatambulika kwamba ni mtu anafanya kazi sehemu fulani. Kwa tunaita identity card. Kwa utangulizi huo mfupi, so maneno yasiwe mengi sana, naomba to dive au tuingie sasa kuweza kujifunza hicho kitu. Cha kwanza nataka nikuonyeshe vile ambavyo ilikuwa kabla haijawa kwenye display inaweza kuonekana hapo. Kwa ilikuwa tu kama hivi, nili design simple sana kama hivyo. Kwa nitakuonyesha. So cha kwanza kabisa, unapo design kitu chochote lazima uelewe kwanza vipimo vya kuweza kutumia. Kwa kawaida identity card kama hii, mimi huwa natumia kipimo maalum ambacho ni siku zote nakitumia kuweza kudesign identity card. So utakuja hapa file, utasema new, nikuonyeshe kipimo ambacho nimetumia. Unaweza kuona hapa imepop panel ya vipimo. Of course kipimo ambacho natumia sana sana mimi ni hiki, kwamba width ya 945 pixel, height au ref ni 1417 pixel, lakini pia natumia resolution ya 300 hapa. Kwa unaweza ukacopy hizi presets na ukaandika kwenye Photoshop yako hapo kama unanifuatilia, nikusutende sawa. Kwa kisha hapa inakuwa ni pixel. Hakikisha umeweka kwenye pixel iko tick. Alafu hapa preset detail hapa kwenye untitled hapa nitaandika tu ID card. Kwa hapo unaandika jina la project yako. Kwa ID card, width hii hapo, resolution height hii hapo, na resolution hii hapa. Alafu huku vingine vyote utaviacha kama vilivyo, alafu sema tu create. Utaona workspace yako imetokea kama hivi, very simple kabisa. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa ni kuanza kuandaa background yako kama unavyoweza kuona hapa. Kabla sijaandika haya maneno, nilianza kuandaa kwanza background, au ile tunasema ni ile hizi shape za nyuma hizi, kabla hatujaanza kuandika haya maneno. Kwa hapo nitaanza na hii shape ya hapa juu. Kwa nitakuja hapa kwenye uta right click hapo, utasema rectangle tool, alafu utachora kama hivi. Paka tu hapa. Hii ni Photoshop 2023, kwa inanipa accessibility ya kuweza tu kuvuta hizi hivi. Hii iko modified kidogo, sio kama 2020 ile au kurudi nyuma. Haina hizi. Kwa hii ni 23 nafanya tu hivi. Kwa imekuwa hivi. Kwa hapa nitakuja kuweka color.
kuna aina mbili za kuweza kuweka rangi kwenye shape kama hizi. Ya kwanza unaweza ukaja hapa fill. Ya unaona hapa ile rangi niliyotumia iko hapa tayari. Kwa hiyo nikifill hivi unaweza kuona imekaa. Lakini pia njia ya pili uta click hivi, alafu kama una fill rangi moja, sio gradient, yani rangi moja tu, unakuja hapa kwenye hichi icon ambacho kimeandikwa layer thumbnail hapa. Uta double click hivi, ita pop panel kama hii. Alafu baada ya hapo utakuja kuitafuta rangi yako. Rangi yako ni inapatikana hapa. Kwa hiyo unaweza ukacopy hizo color code hapa 003333. Hizi ni color code za color ambazo nimetumia. Kwa hiyo utasema okay kama hivi. Nikishapiga okay nimemaliza. Kwa hiyo kinachofuata unaweza kuona hapa kuna hii nyeupe. Hii nyeupe tu niliacha hii background ambayo ipo hapa. Kwa hiyo nilichokuja kufanya nikachora tena hii ya chini yake ambayo ni full. Kuanzia hapa kama hivi. Yes, sorry. Yep, kama hivi, alafu adjust mpaka hapo kidogo, nitavuta tena. Yep, ikae hapo juu kabisa. Kwa hiyo step ni zile zile, nita double click hapa kwa sababu ni single color. Halafu nikusudi nisangie kutafuta hii rangi, nitachukua hii dropper tu, alafu nita click tu hapo, itakuja kama hivyo, alafu nitasema okay. Baada ya hapo kuna kitu kingine nilikuja nikaweka hapa chini, nikachukua shape kama hii, utachora hapa. Kwa hii utavuta tu hivi. Kama tumia 2023 imerahisishwa kwa staili hiyo. Utasogeza hivi, alafu pia hapo mwendo ni ule ule, double click, alafu piga white kama hivi. Yep, white kama hivyo. Alafu utaisogeza hapa chini kidogo kama hivi. Alafu nitakuja tena kuchora shape nyingine hapa. Itakaa kwa hapa. Nitaivuta kama hivi. Step zile. Hiyo nitaweka hapo, na hiyo nita double click. Nitaweka color kama hii. Ngoja kwanza niweke hii color hapa. Tutaelewa baadaye. Kama hivi. Kwa unaweza kuanza kuona background ambayo tunaipata. Kitu kingine nilikuja nikachora shape hapa. Nikaivuta kabisa. Nenyewe nikafill color kama hivi. Kwa nitaweka mpaka hapo, maybe katikati hapa. Yeah. Kunaweza kuona ni kama imeungana. So ikusudi tuweze kupata hichi kivuli hapa, unafanya hivi. Uta click hii, alafu utakuja hapa palipoandikwa FX. Add layer, alafu drop shadow. Yes, hapo kwenye drop shadow tunakuja kuweka hicho kivuli. Kwa unaweza kuona hapa ime pop kama hivi. Yeah. Kwa mimi nimeshasetia preset ambazo nilitumia. Kwa unaweza kuona hapa kuna opacity weka 36, angle 90, distance 9, spread 5, size 35, alafu piga tu okay kama. Kwa unaweza kuona tupata kitu kama chafu. Hii ambayo nilisema rangi tuweke ile, kwa nitaibadilisha, taweka hii. Na yenyewe nitarudi pale pale FX drop shadow. Pop kama hivyo. Kwa unaweza kuona pia kuna kivuli hapo. Yenyewe tunapiga okay. Kwa kitu kitaonekana kama hivi. Kwa unaweza kuona ambacho nikifanya hapa ndicho ambacho nimekifanya hapa. Yep. Kwa hiyo kinachofuatia hapo ni kuweka logo ya kampuni. Nimetumia hii ya bakery. Kwa utashika shift alafu utachora hiyo Eclipse tool. Utaiweka hapa, alafu nitaisize tena mpaka hapa. Alafu nita double click hapa kwa sababu ni color moja, alafu nitapiga white kama hivi. Kwa hiyo utaifitisha hapa katikati kabisa. Ukiona mistari kama imekuja ujue ipo center. Alafu nitakuja kuchukua logo yangu, file iko hapa. Yeah, nitaiscale chini. Nitakuja kuiweka hapa juu, kwa alafu nitaijaza kidogo hapa ilete fulani hivi.
kama hivyo. Kwa hiyo unaweza kuona tayari kitu ambacho nikifanya ndo hiki. Kingine hapa nita zoom, control alt kuzoom kama hivi. Yes, alafu nitakuja kuchukua hii eclipse tool hapa. Nitashika shift kupata perfect cycle. Alafu nita double click hapa kuweka rangi iwe nyeupe kama hivi. Alafu hapa nita control alt kuduplicate, nitashika hivi mpaka hapo. Control alt tena mpaka hapo. Kwa hiyo itakuwa hivi. Ya, so hii nitaisogeza juu kidogo. Kama hivyo. Kwa hiyo unaweza kuona kitu ambacho tumekipata. Kwa hapa nitaandika details zangu sasa. Kwa hizo detail nitakuja tu kucopy hizo kwa sababu tayari ni kitu ambacho nimeshakifanya. Kwa hiyo nitakicopy tu kama kilivyo. Kwa nimemaliza copy kama hivyo. Yes, kwa unaweza kuona. Kwa nitakuja kuweka na hichi kimti changu hapa, nitakibeba. Nitakiposition hapa. Yes, ni aina tu ya design kuweka nakshi kionekane kitu fulani. Kwa baada hapo nita zoom ili kusudi nikiwekea kivuli. Kiko nita click hapa add new layer. Nita click new layer itaji add hapo, kwa unaweza kuona. Alafu hakisha hapa rangi ya mbele ni nyeusi. Alafu nitakuja hapa brush tool. Then hapa nitaminya hivi kidogo. Kisha minya hivi alafu nitakuja hapo tuongeza hii size. Kwa alafu uta click kidogo tu kama hivi. Yes, kwa hiyo utaishusha chini hapa hivi. Kwa hiyo itakuwa kama hivi. Kwa unaweza kuwa ni kizoom out kabisa kitu ambacho tumekipata ni hiki hapo. Kwa huu ndo mwisho wa tutorial hii. Basi kama imekusaidia kusubscribe, kulike, lakini pia kucomment sema ambayo hujaelewa. Nitakuwa nikisoma comment pale ambapo utakuwa hujaelewa, basi nitakuelekeza zaidi.